Kujua machache kuhusu usanii wake, majina yake na style ya muziki ambayo anafanya na theme ya music ambayo yako nayo. Karibu msanii. Okay, asanti sana. Kwa majina naitwa Isaac Obuolo. Ukinitafuta kwenye YouTube utanipata Isaac Obuolo, TikTok Isaac Obuolo, Facebook Isaac Obuolo. Uimbaji wangu huu ambao unachipuka kwa wakati wa sasa hivi sio ya kwamba umeanzia kwangu. Nakumbuka ya kwamba mahali popote ulipo katika enzi ambazo zimepitwa na wakati, kulikuwa na mwimbaji ambaye alikuwa anaitwa Ajambo na Mulaka. Bendi yake ilikuwa inaitwa Makeba. Na nyanyangu huyu ndiye amemfunza mzee anaitwa Ligwara nyimbo za kitamaduni, amefunza Opango, Imbenda na Humachi amefunza, na Humachi yule mwenye amekuwa akiimbia Mudi ya Uori. Nyanya yangu huyu ndiye aliimbia mbunga ambaye anaitwa Masivai. Nyanya yangu ndiye aliimbia mbunga ambaye aliitwa Mudi Awori, ndiye aliimbia Julia Ojiambo. Kwa hivyo bendi yake ilikuwa inaitwa Makeba Junior. Kwa hivyo sasa hivi uimbaji ni talent ambayo inachipuka ndani ya mtu anasaliwa nayo. Na mimi katika damu yangu natoka katika yule nyanya yangu ni yule ambaye alikuwa anakitunga nyimbo za kitamaduni. Kwa hivyo talent imekuwa ndani yangu. Ijapokuwa watu wengi wataniuliza ya kwamba tumekuona ukiendelesha neno la Mungu kwa muda mrefu. Kweli hilo jambo nimefanya, lakini japokuwa kutafuta pesa na talent iliyo ndani yako ni vitu vingine vilivyo viwili tofauti. Neno la Mungu ni kwenda kanisani, kuomba Mwenyezi Mungu kwa kumwabudu, na kutafuta pesa nazo ni lazima utafute kwa njia ile iliyo nzuri ambayo naona kuwa hichi kipawa nataka kiendelee mpaka ndani ya vijana wote ambao wanaanza kuchipuka. Manake nimeamua kwamba hichi kipawa nitakitumia kwa kuendelesha, kwa kutuma message kwa wananchi katika lugha ya Kibaluya na hata Kiswahili naweza nikaimba, lugha ya Kijaluo naweza nikaimba. Kwa hivyo nimetoa wimbo ambao unaitwa Mama Niye Mama, Mama Niye Mama, ambayo imeimbwa na Isaac Obuolo. Ukipata pale juu, ukiguguli pale utapata ya kwamba wimbo unaitwa Mama Niye Mama, Isaac Obuolo Mfalume. Iko YouTube, iko TikTok, iko Facebook. Kwa hivyo pahali popote ulipo katika dunia nzima, mimi niko kwa kutunga nyimbo ambazo ni message. Alafu majina ya ndege kuchambua sio shida. Misemo kifuatilia katika TikTok yangu, misemo kitaka kujifunza misemo ya Kibaluya, hiyo sio shida. Na tunaomba hii ni njia moja katika mambo ya sports. Busia account mambo ya sports inaambatana pamoja na maneno kama haya ambayo naongelea. Kwa hivyo hapa Busia account Mateo hapa kuna vijana chipukizi ambao ni wanakandanda ambao wanahitaji pia support. Ingawa pahali popote mlipo mpate kwa support. Na mimi pia nami vile nimechipuka hivi katika nyimbo zile za kufunza Wakenya wenzetu haswa wanaosikia lugha ya Kibaluya. Pia vyombo nahitaji na nahitaji msaada kwenye pahali popote ulipo ili pate kuendelea. Lakini hawa vijana nao nasema ya kuwa ni vijana wazuri sana. Walisema ya kwamba mvuta ngozi hufutia upande wa kwake. Kwa hiyo pahali popote ulipo naamini ya kwamba tutashirikiana. Okay. Kwa hivyo huyu ni msanii ameitwa Obuolo, ameimba nyimbo wa mama. Kwa hivyo tungependa leo hii atuambie wimbo inamaanisha nini? Alikuwa na lengo lipi kutunga nyimbo kama hiyo? Utunzi wa nyimbo ambao nimetumia nikatunga wimbo ambao kwa Kibaluya inaitwa Mama Niye Mama. Mama mzazi anabaki kuwa mama. Hata mama aka kifa, baba akileta mama mwingine ataitwa tu mama akamba, lakini mama aka anabaki kuwa mama. Mama aka anakuwa mmoja yule aliyekubeba miezi 9 kwenye tumbo. Kwa hivyo mama anabaki kuwa mama. Jinsi vilivyo hata akiwa mzee, hata akiwa kivipi, hata akiwa mgonjwa mama aka anabaki kuwa mama. Kwa hivyo nimekumbuka umbali ambao mama yangu ametoka nami ndio nikasema kwamba tukumbuke kwamba mama ndiye mama. So wimbo huo ametufahamisha kwamba unaonya, unaelimisha. Na je, sisi kama mashabiki wako ambao tumeanza kusikia muziki wako kwa mara ya kwanza, tutarajie mangapi ama tutarajie yapi ambayo yanakuja? Una mpango gani? Mimi kulingana na yale maono ambayo nilio nayo, utunzi wangu wa nyimbo hii nataka kuanza kutunga nyimbo za Kibaluya hivi vile nimeanza na huo wimbo, na kuna nyimbo zingine ambazo nitaendelea kutunga. Matumaini yangu ni makubwa sana, nahitaji niwe na radio station hata hapa Matayos ambapo vijana watakuwa wakija wakirekodi pale nyimbo. Niko na matumaini makuu sana. Na sio ya kwamba tu hapa Kenya. Nataka nitokee hapa
hapa Busia Western Region, katika mkoa wa Magharibi huku, nihakikisha kwamba nimeenda mpaka inchi za nje. Kwa mtu yeyote yule anayesikia lugha ya Kiswahili na anaifahamu, na yule anayesikia lugha ya Kibaluya pahali popote alipo, na hata Kijaluo, nina matumaini makubwa sana ya kwamba vile nimeanza hivi naenda kufanya makuu, Mwenyezi Mungu akinijalia, nikiwa nanyi kama mashabiki, na nikiwa nanyi kama watu wa Matayos, na nikiwa nanyi kama watu wale ambao wananifuatilia kwenye YouTube ama katika TikTok account yangu ama Facebook. Kwa hivyo kuna fununu ambao tumesikiza sisi kama wasanii kwamba hapa Matayos umepanga siku ambao utakuja kututumbuisha na kujulisha wakazi na mashabiki wako kwamba umeingia kwenye sanaa ya muziki. Je, ni ukweli ana kama kuna hiyo shughuli itafanyika wapi na itafanyika siku gani? Kulingana na hiyo habari ambayo unaniulizia, ni kweli vile nimeingia katika utunzi wa nyimbo, naamini ya kwamba nitakuja kulaunch huo wimbo rasmi hapa Matayos. Ijapokuwa ndipo naendelea na mipangilio hivyo, na wananchi wote wanaonisikiza na wanaoniona katika kwenye mtandao huu, nitakuja kulaunch hapa na wananchi Matayos na watu wote wale ambao watahitaji. Na hata hivi karibuni tarehe 15 kuna function ambayo nimeitwa, nahitaji mufike pale, ambapo itakuwa pale Ganjala area kwa bwana mzee marehemu ambaye ni Achibon. Nitakuwa hapo na function kubwa sana kwa kuonyesha umaarufu wangu na kwa kuonyesha kipaji ambapo Mungu alinijalia. Na hivi karibuni tukilaunch hapa Matayos, nitawaeleza wenzangu kama mashabiki na nitawatangazia siku ili mpate kujua kwamba hapa ndipo ninasaliwa na hapa ndiposa nafaa nionyeshe ya kuwa kipaji kilicho ndani yangu kinafanya kazi kwa wakaaji wetu na mashabiki wangu. Haya, asanteni sana. Jinsi mlivyoeleza kwamba huyu ni msanii ambaye amechipuka na nyimbo za Kiluya ambazo zinaleta message, zinaonya, zinafunza na hata zinatoa mwelekeo. Kwa hivyo ametueleza kwamba tutarajie mengi sana. Ana mipango mizuri kati ya mashabiki zao, na amepanga kuna siku atakuja kututumbuiza na kutuelekeza mipango yake. Kwa hivyo la mwisho ni lipi unaweza ambia mashabiki wako? Lipi la mwisho ambao unaweza tuacha nalo? Shabiki wangu, bila shaka mimi nitaeleza ya kuwa mjipe nguvu, manake chenye Mwenyezi Mungu amepanga. Mwenyezi Mungu kila ambacho amekupangia, nataka nikwambia kwamba cha muhimu ni kumuomba Mwenyezi Mungu kuwa na matumaini, na usije ukajidharau. Wewe jilinde maisha yako, usije ukajihusisha na mambo ya mihadarati, waachane nayo. Linda maisha yako ukiwa na matumaini kwa kutenda mazuri, na usingatie amani katika maisha yako, na Mwenyezi Mungu atakubariki na utabarikiwa zaidi. Asante sana. Huyu ni msanii ambaye nyimbo yake ameweka katika YouTube, inaitwa Mama Nio Mama. Kweli kwa hakika ile nyimbo ni nzuri, utakapoisikia anasema kwamba mtafute YouTube. YouTube akupata wapi? YouTube utanipata tu ukiandika tu jina Isaac Obuolo utanipata. TikTok Isaac Obuolo utanipata. Facebook Isaac Obuolo utanipata. Wimbo unaitwa Mama Nio Mama, Isaac Obuolo mfalme. Asante sana. Jinsi watazamaji mmeona, tumeweza kuwa na msanii wetu kutoka Matayos. Ni msanii ambaye amechipuka na ni msanii ambaye ameamuka na nyimbo za Kiluya za kutuonya, kuturekebisha. Kwa hivyo anahisi kwamba vijana, huu ni muda wetu sisi kusimama na talanta, tusijiingize katika mihadarati, bali tufanye kitu ambacho kinaweza leta manufaa katika maisha yetu. Kwa hivyo mwelekezi wangu nitasema tufikie pale tunapoangalia vipindi vingine. Asanteni kwa kunitazama. Mimi nimebaki wenyu Willy aka Amrabat Mwamba.